Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amempa barua mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman wakati wa ziara yake kuelekea nchini Marekani. Hata hivyo, barua hiyo licha kwamba haikuelezwa zaidi ilihusiana na nini ama ni juu ya ziara hiyo, lakini wachambuzi wa mambo wanadai kwamba ni barua ambayo huenda imekuwa ikimpa onyo mwanamfalme huyo wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kutokana na namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ametengeneza mazingira ya kutaka kuendeleza ubabe wa Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Ikumbukwe sasa Saudi Arabia pamoja na Iran zimeingia katika uhusiano fulani, licha kwamba Saudia ina uhusiano mkubwa na Marekani, lakini mipango ya Marekani ya sasa ni kutengeneza mazingira ya kuhakikisha mataifa ya Ghuba yana ushirika wa karibu na Israel. Hata hivyo, Israel ambayo imekuwa na uadui wa muda mrefu na Palestina imekuwa ikipinga juu ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina. Lakini pia Saudi Arabia pamoja na Iran zimekuwa zikikubaliana kwa pamoja juu ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina, huku wakiamini kwamba huo ndio mpango utakaowezesha juu ya amani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mazungumzo ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman yanadaiwa yanalenga kuimarisha ushirikiano wa miongo kadhaa juu ya mafuta na usalama, huku wakipanua uhusiano katika biashara, teknolojia, uwezekano na nishati ya nyuklia. Itakuwa ni safari ya kwanza kwa mwanamfalme Mohammed bin Salman nchini Marekani tangu mauaji ya mkosoaji wa Saudia Jamal Khashoggi mwaka 2018 na maajenti wa Saudia huko Istanbul ambayo yalizua ghasia duniani. Ujasusi wa Marekani ulihitimisha kuwa Mohammed bin Salman aliidhinisha kukamatwa na kuuawa kwa Khashoggi, mkosoaji maarufu. Hata hivyo, kutokana na baadhi ya mambo ambayo yaliorodheshwa kwamba yatakuwa miongoni mwa yale ya kuzungumzwa, suala la mafuta limechukuliwa kwa mapana zaidi. Suala hilo limeelezwa na baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba pengine Marekani inahitaji kupata mafuta ya kutosha kwa ajili ya kuwauzia watu wa Magharibi baada ya kuweka vikwazo dhidi ya Urusi pamoja na Iran, na hivyo kutengeneza mazingira ya kukosesha masoko kwa Iran pamoja na Urusi dhidi ya ununuzi wa mafuta. Ifahamike Saudi Arabia ndio taifa nambari 1 ulimwenguni kwa uzalishaji wa mafuta likifuatiwa na Urusi. Lakini sasa kutokana na kwamba nchi hiyo ambayo pia ni nchi yenye uhusiano wa kidiplomasia wa karibu zaidi na Marekani, huenda ikachutwa kifikra zaidi, na ikiwa ni mwanachama wa OPEC Plus inaweza kuhimizwa na Marekani katika mkutano huo kati ya Salman pamoja na Trump kwamba lazima ihakikishe inatengeneza mazingira ya kuwa masoko ya Iran pamoja na Urusi. Hii ni kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo. Trump anataka kupata fedha kwa ahadi ya uwekezaji ya Saudia ya dola bilioni 600 iliyotolewa wakati wa ziara ya Trump katika ufalme mwezi Mei, na alijiepusha na kutaja masuala ya haki za kibinadamu wakati wa safari hiyo, na anatarajiwa kufanya hivyo hivyo tena. Kiongozi huyo wa Saudia anatafuta hakikisho la usalama huku kukiwa na msukosuko wa kikanda, na anataka upatikanaji wa teknolojia za kijasusi, ujasusi bandia na maendeleo kuelekea makubaliano ya mpango wa nyuklia wa kiraia. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumatatu, Trump alithibitisha kwamba anapanga kuidhinisha uuzaji kwa Saudi Arabia ndege za kivita za F-35 zilizotengenezwa Marekani, ambazo ufalme huo umezitafuta kwa muda mrefu, licha kwamba Israel imekuwa ikipinga juu ya Saudi Arabia kupewa ndege hizo za kivita za F-35. Nitasema tutakuwa tukifanya hivyo, alisema akijibu swali kutoka kwa waandishi wa habari. Uuzaji kama huo ungeashiria mabadiliko makubwa ya sera, uwezekano wa mabadilishano ya usawa ya kijeshi katika Mashariki ya Kati, na kupima ufafanuzi wa Washington wa ahadi ya muda mrefu ya kudumisha kile ambacho Marekani ilikiita makali ya kijeshi ya ubora ya Israel juu ya majirani zake. Kuna ukurasa ambao ungefunguliwa kuhusu mauaji ya Khashoggi, lakini wachambuzi wanasema hilo haliwezi kutokea na rais wa Marekani Donald Trump kwa sababu anahitaji uwekezaji wa dola bilioni 600. Ni wazi hili hawezi kulitaja hata mara moja, lakini pia tahakikisha kwamba anailinda Saudi Arabia, lakini pia kuhakikisha uwekezaji huo unafanikiwa na pia kupata mafuta kutoka katika taifa hilo la Ghuba la Saudi Arabia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia. Ni kile ambacho kinatajwa kwamba Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amempa barua ya tahadhari mwanamfalme Mohammed bin Salman katika safari yake kuelekea nchini
Marekani, licha ya kwamba barua hiyo haikuelezwa kwa uwazi ni nini ambacho kimekusudiwa, na hata ufalme haukueleza ni nini ambacho kimeandikwa katika barua hiyo. Tutakujuza ikiwa mamlaka ya ufalme itaeleza juu ya kile ambacho kimeandikwa katika barua hiyo, lakini tutakujuza ni nini hatma ya mkutano kati ya Trump na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.